إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Enyi Islam, ikiwa bado tupo katika msururu wa nawaqidhul Islam vyenye kuharibu Uislamu, leo tutarudi katika mpangilio wa vile vichanguzi. Wiki iliyopita tuliruka tukaenda katika kichanguzi cha 8, lakini leo tutarudi katika kichanguzi cha 4. Tutaendelea nacho. Kichanguzi hicho kinasema man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi au anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Yule ambaye ataamini ya kuwa muongozo usiokuwa muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni muongozo kamili zaidi, akaufadhilisha muongozo wa wengine ambao sio Mtume sallallahu alayhi wasallam na akaamini hilo, au anna hukma ghairihi, au akaamini kwamba hukumu ya mwingine ambaye sio Mtume sallallahu alayhi wasallam ahsanu min hukmihi, ni hukumu nzuri kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit, kama wale ambao wanazifadhilisha hukumu za matawaghut, kanuni zile ambazo zimewekwa na binadamu katika kuhukumiana, wakafadhilisha kanuni hizo kuliko hukumu ya Allah na mtume wake. Kwa hivyo wakafadhilisha hizo. Mwenye kufanya hivyo yoyote, yeye atakuwa ameingia katika jambo la kufur, atakuwa amekufuru, na jambo hilo linamtoa yeye katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani asema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwa kwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike pale anapohukumu Allah na mtume wake jambo, wanapohukumu jambo, iwe mtu mwingine akona khiari ya kufanya mambo yake na kutengeneza hukumu zake kama yeye. Hakuna mwenye ruhusa ya kufanya hivyo, hana ruhusa yoyote kufuata sheria zake yeye, bali anachotakiwa ni kufuata yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine,
fala wa rabbika la yu'minun, na apa kwa Mola wako hawawi waumini, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe mtume kwamba ni hakimu katika yale mambo ambayo wamezozana baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasipate uzito katika nafsi zao kwa ile hukumu ambayo wameifuata yako wewe mtume, wasipate uzito katika nafsi zao, mimma qadhaita, katika yale ambayo umeyahukumu, wa yusallimu taslima, na wakubali hukumu hizo kuzikubali kabisa. Kwa hivyo ikiwa mtu hajakubali atafuata ahkamu nyingine ambazo sio zile za Allah subhanahu wa ta'ala, na akaamini kwamba hizo ni bora, yeye atakuwa amefanya jambo la kufur, jambo la kumtoa yeye katika Uislamu. Sema Allah subhanahu wa ta'ala, waman lam yahkum bima anzala Allah, wale ambao hawahukumu na yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul kafirun, hao ndio makafiri wenyewe ambao wanaziacha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaenda kuhukumiwa na matawahut na kuhukumiwa na ahkamu za wao ambazo wamezitengeneza wao wenyewe, wakaacha hukumu za Allah na mtume wake. Enyi Waislamu, jambo la tano ambalo lamtoa mtu katika Uislamu, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul, mwenye kuchukia kitu chochote ambacho amekuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam, walau amila bihi, hata kama atakifanya kitu kama hicho lakini amefanya kwa kuchukia, basi huyo atatoka katika kufur. Kwa mfano, kama yule ambaye yeye anachukia kuvaa kwa wale wanawake kuvaa niqab, wakati niqab ni sheria, au kuvaa hijabu ile ya kisheria, yeye achukia jambo kama hilo, jambo hilo laweza kumtoa yeye katika Uislamu kwa kule kuchukia kwake yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Au wakachukia ulazima wa sala ni lazima kila mmoja aswali, sasa yeye akachukia kuswali. Mwenye kufanya hivyo anaweza toka katika Uislamu kwa sababu ya hali yake hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, wale ambao wamekufuru hao wameangamia na Allah subhanahu wa ta'ala matendo yao ameyapoteza. Dhalika biannahum kafaru, hivyo ni kwa sababu wao wamekufuru. Kafaru ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, wamekufuru yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha, Allah subhanahu wa ta'ala akaporomosha matendo yao. Qala al-Sheikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, sema Sheikh, faman kariha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-huda, yule ambaye atachukia yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika uongofu, wa dinil haqqi fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, akachukia hayo na dini ya haki, huyo atakuwa yeye ni kafiri kwa ijmaa ya Waislamu wote. Jambo la sita, enyi Waislamu, ambalo lamfanya mtu awe kafiri, atoke katika Uislamu, man istahza bi shay'in min dini rasul sallallahu alayhi wasallam, kufanya istihza na kitu chochote katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, au thawabillah, au akafanya istihza na thawabu za Allah, au iqabihi, au adhabu zake, kafara, mwenye kufanya hivyo atakuwa amekufuru. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, pale utakapowauliza watasema kwamba sisi ilikuwa tukifanya mzaha na ilikuwa tukicheza. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sema hivi mulikuwa munamfanyia istihza Allah, aya zake na mtume wake. La ta'tadhiru, musilete nyudhuru, kad kafartum ba'da imanikum,
kwani nyinyi mmekufuru baada ya kuwa nyinyi mlikuwa na imani. Mlikuwa na imani, lakini kwa sababu ya istihza mnazofanya mkaingia katika kufuru. Sababu ya kuteremka aya hizo, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma aelezea, asema qala rajulun fi ghazwati Tabuk, amesema mtu katika vita vya Tabuk, ma ra'ayna mithl qurra'ina haula arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu inda liqa. Akawasifu na sifa mbovu ya kuwa wao ni waoga, lakini pia ni watu wenye matumbo makubwa na ni warongo katika kuzungumza kwao. Wao ni waoga katika kukutana na maadui. Faqala rajulun, akasema mtu, kadhabta, akamwambia huyo aliyesema katika vita vya Tabuk kwamba wewe umesema urongo, walakinaka munafiq, lakini wewe ni munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nitamuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa nazala al-Qur'an, hilo jambo likamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani ikateremka. Kwa hivyo ni hatari muislamu kufanya istihza, ni jambo ambalo halitakiwi. Abdullah ibn Umar asema, ra'aytuhu muta'alliqan bihaqabi naqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tunakibuhu alhijara wa huwa yaqul ya rasulallah innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mmemwona huyo bwana ambaye alifanya istihza ya kuwa ameshikamana na kamba ya ngamia wa mtume sallallahu alayhi wasallam na mawe yanampiga yeye, na yeye huku yasema, ewe mtume wa Allah, hakika sisi ilikuwa tukifanya mzaha na tukicheza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hivi mnamfanyia istihza Allah, aya zake na mtume wake? Kwa hivyo jambo la istihza katika dini ni jambo ambalo ni la hatari, muislamu atakiwa ajiepushe nalo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Enyi waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani asema, likulli ummatin ja'alna mansakan, kila umma tumewajalia wao kwamba wako na ibada zao ambazo wao wanatakiwa washikamane nazo. Ibada kama hizo na zitekeleze, na kila umma una ibada zake. Haitakiwi muislamu kuingia katika ibada za wengine na yeye akaenda kufanya. Kwa nini nasema haya? Nakumbushia miongoni mwa yale ambayo tumeyataja katika wiki iliyopita kuhusiana na kwamba muislamu hatakiwi kusherehekea sherehe za wasiokuwa waislamu, na siku zile tulielezea masaili mengi kuhusiana na hayo na dalili katika Qur'ani, lakini pia katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Enyi waislamu, wako baadhi ya waislamu ambao hudhania ya kuwa ile sikukuu ile maadamu imepita, ile ndio ilikuwa ni ya makafiri, na hii inayokuja ya mwaka mpya hii ni ya watu wote. Na wengine husema hivyo, na wengine wakashirikiana na wale katika kusherehekea. Nani aliyekwambia ewe Muislamu ya kuwa kusherehekea mwaka mpya huu wa miladi ni katika Uislamu? Nani aliyekuelezea hayo ya kuwa ile halihusiani na dini mpaka wewe uende ukasherehekee ibada kama zile ambazo sio zako?
Kwa ufupi tu, enyi Waislamu, huo mwaka mpya pia nao hukumu zake ni kama zile zile ambazo tumeelezea, na huo ni mwaka ambao sio wa Kiislamu, ni mwaka ambao sio wa Kiislamu, sio mwaka wetu sisi, wala hatukufundishwa ya kuwa sisi tusherehekee mwaka huo. Kwa hivyo Muislamu ikiwa ataenda kusherehekea, bado yeye itakuwa amewapatia nguvu wale na amewafanya kwamba wale ni wenzake katika hilo, na hatakiwi Muislamu kwenda kusherehekea katika hilo. Najua kuna wengine wanaweza kuwa ni wenye kusema, sasa nyinyi bwana mmezidi, ile mwatuambia haifai. Sawa, si tumekubali kweli ile ni yao, lakini mwaka mpya pia mwaka mpya pia sio mwaka wa Kiislamu, bali ule ni mwaka wa Kinaswara ambao wao ndio waliotengeneza kalenda ya mwaka kama huo, na wao ndio ambao wameweka sherehe kama hizo, wanasherehekea siku kama hizo. Sasa wewe Muislamu vipi uende na wewe ukajiunge na wao katika kusherehekea hilo? Huo mwaka wa Kinaswara uliwekwa kwa malengo ya kuwa ifahamike kuanzia wakati alipozaliwa Masih Isa alayhi salam. Ule mwaka aliozaliwa ndiyo ikaanza kuhesabiwa kalenda hiyo kuanzia mwaka ule kama wanavodai. Nani ambaye ameanzisha kalenda kama hiyo? Alianzisha kalenda kama hiyo anaitwa Ar-Rahib Dionysius Exiguus au Dionysius kwa Kiingereza Exiguus kama hivyo. Huyo ndiyo ambaye ameanzisha hiyo kalenda fil karni sadis almiladi, katika karne ya 6 ya huo mwaka wa Kiingereza huo. Wakana rahiban nasraniyan, na yeye huyo bwana alikuwa ni rahib, ni mtawa yule ambaye anaabudu sana. Yeye ni mwenye kufanya ibada, anajitenga na mambo ya kidunia. Katika Wakristo anaitwa rahib. Wajala bidayat at-taqwim, na yeye ndiye alianzisha mwanzo wa kalenda hiyo min tarikh miladi al-Masih, kuanzia tarehe ya kuzaliwa Masih Isa alayhi salam kama yatakidun. Hayo maelezo hayo utayapata katika kitabu kinachoitwa The Oxford Handbook of Early Christian Studies. Utayapata maelezo kama hayo. Enyi Waislamu, thumma tamadahu albaba Gregorius athalith ashara, kisha baada yake akawa ni mwenye kuichukua kalenda kama hiyo akaifanyia taadil Papa Gregorius wa 13, wasumia bitakwim al-Gregori, na ikaitwa kalenda hiyo ya kwamba ni Gregori calendar. Sasa ikiwa papa ambaye ndiyo mkubwa wa Manaswara ndiyo ameweka kalenda hiyo, na rahib katika Manaswara ndiye alianzisha, vipi wewe Muislamu uende ukasherehekee na wao? Wewe Muislamu vipi uende ukasherehekee na wao katika hilo? Maelezo ya huyo bwana utayapata katika kitabu Calendar Humanity Epic Struggle to Determine a True and Accurate year, utapata hapo. Enyi Islamu, at-taqwim al-miladi furidha rasmiyan min kibari al-kanisati al-katholikiyya fi am, nitautaja hapo. Kalenda hiyo ya Kinaswara ambayo ndiyo inaofahamika sana ulimwenguni imefaradhishwa kirasmi
na kanisa la Katholiki katika mwaka 1582, mwaka 1582. Wakana alhadafu minhu tanzim al-a'yad al-masihiyya, na ilikuwa lengo lake ni kupangilia zile sikukuu za Kikristo, na moja ikiwemo ambayo ndio ilikuwa ikipangiliwa sana ni sikukuu ya Easter inayoitwa hivyo. Sasa wewe Muislamu, vipi uende na wewe ukasherehekee kama Muislamu? Enyi Waislamu, siku hiyo ya usiku wa kuamkia mwaka mpya kwa Manasara, wao siku kama hiyo huwa ni siku ambayo wao wanakaa mpaka saa 6 ya usiku. Hiyo inaitwa Tidiam. Wanakaa mpaka saa 6 ya usiku kwa ajili ya kufanya sala ya shukurani na ibada. Yajtamiu an-nasara fil kanais, wanakusanyika Wakristo katika makanisa, yashkuruna Rabb ala sana al-madhiya, wanamshukuru Mola kwa mwaka uliopita. Yatlubuna al-baraka lisana al-jadida, wanataka baraka kwa ajili ya mwaka mpya. Yuqra'u min al-injil, husomwa hapo mambo katika Injili. Wa yusalla bihasabi tuqusihim, na usali kulingana na ibada zao wao za Kikristo. Sasa wewe Muislamu, kwa nini na wewe uende ukasherehekee hayo? Iweje wewe Muislamu uende ukasherehekee hayo? Hayo yanapatikana katika kitabu Oxford Dictionary of the Christian Church, utaenda kuyapata maneno kama hayo. Enyi Waislamu, lakini pia siku hiyo inapofika hiyo saa 6 ya usiku, fi mu'dhami duwali an-nasraniya, katika zile nchi kubwa za Kinasara, tuqra'u ajrasul kanais, hupigwa zile kengele za makanisani, inda muntasifi al-layl ihtifalan bi ra'si sana, wakiwa wanasherehekea ile mwaka mpya. Wa hadha min sha'airihim ad-diniyya al-khassa, na hizo ni katika nembo zao za kidini maksusi. Sasa vipi Muislamu iwe na yeye ataenda kujiunga na hawa? Na hili jambo sio letu sisi kama Waislamu. Uislamu sisi umetukataza. Kwa hivyo mtu asije akadai kwamba hii ni sikukuu ya watu wote, hii haina Muislamu, haina asiyekuwa Muislamu. Hapana, hii sio yetu sisi Waislamu, bali hii ni yao. Sisi hatuna sikukuu kama hiyo. Maneno hayo utayapata katika kitabu Christian Academy History. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullah, amesema Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, man qala, yule ambaye atasema, inna hadha al-eid liljami, yakuwa sikukuu hiyo ya mwaka mpya ni ya watu wote duniani, akawa ni mwenye kudai hivyo, fahuwa imma jahilun, imma mtu huyo ni mtu ambaye ni jahil, hajui, ni mjinga, hajui dini yake wala hajasoma, au mutajahil, au anajifanya kwamba yeye hajui, ni mjinga. Wa innama at-tarikh wal waqi' yukadhibuhu, hakika tarehe na uhakika ulivyo unamkadhibisha huyo anayedai ya kwamba hii ni sikukuu ya watu wote, kama tulivyotaja kwa ufupi hapa, kuonyesha kwamba hii si yetu. Tarehe ya kalenda hiyo si yetu sisi Waislamu, ni yao, na wao ndio wameweka na ndio walioanzisha. Kwa hivyo tarehe inamkadhibisha. Fahadha al-eid min khasa'is an-nasara, sikukuu hiyo ya mwaka mpya, sema Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, ni katika mambo maksusi ya Wakristo. Wa inna ma dakala ala al-muslimin bisababi al-hazimati an-nafsiyya amama al-gharb, bali iliingia kwa Waislamu kwa sababu ya kushindwa kinafsi mbele ya watu wa magharibi. Kuna vita vya kifikra ambazo watu wamepigwa nazo, na hivyo ndivyo vita ambavyo Waislamu wengi wameangukia kwa bahati mbaya. Wanapigwa vita vya kifikra, wanajiingiza
tunafuata mila ambazo si zetu kwa sababu sisi tunataka kuwa kama wao, hatutaki kuijua dini yetu, hatutaki kuisoma dini yetu vizuri. Enyi Waislamu, nasaha, sisi tunatakiwa sana kurudi kuifahamu dini yetu, na hiyo sikukuu ambayo inakuja ya mwaka mpya, Muislamu hafai kuenda kusherehekea kwa sababu sio sikukuu ya Kiislamu, ni sikukuu ya wengine hao ambao sio ya Waislamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة.